Bwana asifiwe sana. Soul winning, kuvua nafsi. Na ukisoma Biblia katika Matthew chapter 24 verse number 14, ninaamini kila mtu ako na Bible yake. Matthew 24 verse number 14, Biblia inasema, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kiswahili kinasema, injili hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utakapokuja. Na Matthew 24 kienda usome, ukifika nyumbani, ni chapter ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaongea akiambia watu vile ambavyo siku za mwisho zitakuwa. Alikuwa anajaribu kukariri, alikuwa anajaribu kuambia watu venye kutakuwa matukio ambayo itatokea siku hizo za mwisho yeye mwenyewe. Na akasema kwamba wakati ambao injili itahubiriwa kwa mataifa yote, nations, ukiangalia jina nations kwa dictionary ama concordance ile ambayo huwa ina translate Biblia kwa original language yenye iliandikwa nayo, ni jina ethnos. Ethnos ni kusema na Kizungu ethnic ama ethnic. Ethnic ni kusema vikundi vidogo vidogo. Kwa hivyo ni kumaanisha Yesu Kristo alisema kwamba injili hii ya ufalme itahubiriwa kwa vikundi vidogo vidogo. Vikundi vidogo vidogo kama vigani, kama familia, vikundi vidogo vidogo kama za kikabila, a certain tribe, ama mji kama huu wetu. Alafu kisha injili itahubiriwa kwa mataifa yote ya ulimwengu. Alafu akasema kwamba mwisho utafika. Kwa hivyo wapendwa, injili inafaa kuanza kuhubiriwa kwa vikundi vidogo vidogo. Unafaa kuhubiriwa kwa familia, families. Ndio maana siku ya leo tunaenda tukibisha milango ya watu tukiwaambia ya kwamba Yesu anawapenda. Tunaenda tukikutana na mtu kwa barabara tunamwambia kwamba Yesu Kristo anakupenda na angependa akuokoe, angependa aweze kukupatia, uweze kumpatia maisha yake, aweze kuwa Bwana wa maisha yake. Haleluya. Kwa sababu Yesu alisema kwamba injili itahubiriwa kwa vikundi vidogo vidogo, kwa miji, kwa familia, kisha mwisho utakuja. Nashukuru Mungu kwa sababu kabla sijaanza kuhubiri, nilihubiria kwanza ndugu na dada zangu, nikahubiria cousins zangu, nilikuwa nawaita mkutano, ninawaita nyumbani na wanakuja tu. Alafu ni wakati ambao tumekula na tumekunywa, ninasimama ninawahubiria na ninawaita wote. Nikahubiria pia cousins zangu na aunties na uncles, nikawaita, tukatembea, nikapanga vile ambavyo tutatembea kila boma za my uncles and my aunties. Na kila wakati nilikuwa ninawahubiria. Hata kama hakuna mtu mwenye anaokoka, tukienda mahali, tukienda kwa boma fulani, bado tunaenda kwa hiyo boma nyingine. Na hata tukikosa mtu mwenye ataokoka, bado tunaenda kwa hiyo nyingine. Na tukawahubiria siku wote. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba tuanze kuhubiri injili kwa vikundi vidogo vidogo, Yesu Kristo akiongea, alafu mwisho utaweza kufika. Haleluya. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba utapata hiyo neema ya kuhubiria vikundi vidogo vidogo. Sio lazima upate platform ya kuhubiria watu 100, watu 300, watu 30, watu 20, watu 1000. Unaweza kuhubiria mtu mmoja. Na ukihubiria mtu mmoja na hubiria watu 2 ama 3, Mungu anazidi na kukuinua. Mungu anazidi na kukupandisha juu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu, Biblia inasema kwamba anatutoa kutoka utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Na mtu ambaye anavua nafsi ni mtu ambaye ameonyesha ya kwamba amekomaa. Mtu yeyote, ukitaka kujua, unajua watu wanasemanga kwamba mimi huyo ni mtoto wa kiroho, ama mimi sio mtoto wa kiroho. Ukitaka kujua mtu ambaye sio mtoto wa kiroho, sio yule ambaye anasema na mdomo ya kwamba amekomaa. Ni mtu ambaye anapatikana wakati ambao huenda kuvua nafsi
watu wanaenda kuvua nafsi, na wakati ambao ni wa maombi. Hizo vitu mbili. Bwana asifiwe sana. Watu ambao wanapatikana wakati wa kuvua nafsi na wakati wa maombi, hao ndio watu ambao wanaweza wakaongea waseme ya kwamba sio watoto wa kiroho. It is very unfortunate. Biblia inasema katika Galatians chapter 4 mstari wa kwanza ya kwamba mrithi, inaanza kusema mrithi, as long as yeye ni mtoto atabaki kuwa kama mtumwa, hata kama vitu vyote ni vyake. Kwa hivyo ni kumaanisha mtu yeyote ambaye bado hajakomaa katika Mungu atabakia kuwa kama mtumwa. Hakuna kitu utaaminiwa na Mungu. Na mimi siongei juu ya mambo ya vitu vya hapa duniani, kwa sababu Yesu alisema kwamba kama mtu hawezi kuaminiwa utajiri wa kweli, ni nani ambaye anaweza kukuaminia? Ama huwezi aminika kwa mali ya udhalimu, ni nani ambaye anaweza kukuaminia utajiri wa kweli? Kwa hivyo kuna utajiri ambao ni zaidi ya mali ya hapa duniani. Bwana asifiwe sana. So kuonyesha ya kwamba mtu amekomaa ni wakati ambao huyo mtu anaenda katika kuvua, ako na mzigo kwa sababu ya watu ambao wamepotea. Haleluya. Na mtu ambaye ako na mzigo kwa sababu ya watu ambao wamepotea, Mungu ataona mtu ambaye anaweza kuaminiwa mambo mengi ya kiungu. Ukisoma Biblia katika 1 John chapter 2 verse number 13, 1 John 2:13, Biblia inasema, I write to you fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you young men, because you have overcome the wicked one. I write to you children, because you have known the Father. Tukianza kutoka chini kwenda juu, John alikuwa anasema kwamba anaandikia watoto kwa sababu watoto wamemjua Baba. Kazi ya mtoto baada ya kurecognize ama kujua baba yake ni nani, ni kuitisha. Watoto ni consumers. Ndio maana wale ambao tuna watoto nyumbani, kazi ya mtoto ni kukuambia ninunulie, nipatie hii. Ukimnunulia ice, kabla hajamaliza ice, akiona sausage anakuambia dadi ninunulie ice, ama mama nipatie hii, ninataka hii. Kazi ya watoto ni kuitisha vitu. Ndio maana John akasema ya kwamba ninawaandikieni watoto kwa sababu ninyi watoto mmemjua Baba. Hata hapa kanisani unaweza ukajua kama wewe ni mtoto ama umekomaa kulingana na aina ya maombi yenye huo unaomba. Kama uko hapa kanisani na kila saa unaambia Mungu nipatie, nifanyie, tazama jinsi maisha yangu ilivyo vibaya, tazama jinsi ninavyoteseka, nipatie hii, nipee hii nyingine, wanacheza. Kama hujaoa unasema nipatie mke. Ukishapatiwa mke unaombia Mungu akupatie sasa pesa za kwenda honeymoon. Ukishapewa pesa za kwenda honeymoon unaambia Mungu sasa ninataka vijana wawili na msichana mmoja. Ukishapata vijana wawili na msichana mmoja unaambia Mungu sasa, Mungu kwa sababu wewe ulitenda kazi njema uliyoanza. Biblia inasema wewe ni mwaminifu kumalizia. Sasa tupatie nyumba ya kuishi. Wewe ni mtoto. Kama kila mara ukikuja katika uwepo wa Mungu ni mahitaji uko nayo, hakuna siku ambayo umeshawahi kuuliza Mungu ni nini ninaweza nikakufanyia, basi ni kumaanisha ya kwamba haujakomaa. Najua wewe sema amen. Bwana asifiwe sana. Kama kila saa unasema nipatie, nipe hii, nataka hii nyingine, niongezee hii, hata hii haijatosha, nipatie hii, inamaanisha kwamba bado haujakomaa. John akasema kwamba ninawaandikieni nyinyi watoto wadogo kwa sababu mmemjua Baba. Ninawaandikia nyinyi young people, watu ambao ni wachanga, kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Lakini akasema kwamba nawaandikia pia wazee, elders, fathers, kwa sababu wamemjua yeye aliyekuwa tangu mwanzo. Wale wazee, fathers, wale ambao wamekomaa, sons in the kingdom, wanajua Mungu ambaye aliyekuwa tangu mwanzo, na wanajua kile ambacho wanataka, wanajua mapenzi yake ni ipi, na wanakimbia kuifanya, na wakiifanya basi kila kitu ambayo wanahitaji Mungu anaprovide. Nashukuru Mungu sana kwa sababu mimi huwa niko na mahitaji mengi sana ya kifedha, lakini sijawahi kukuja hapa kanisani nikiomba ninaombea hayo mahitaji.
lakini huwa ninaomba vile mnasikia Roho Mtakatifu akiniongoza. Na kwa kuomba vile Roho Mtakatifu ananiongoza, Mungu anakutana na mahitaji yangu bila hata kuyaombea. Ninaweza kuwa sijalipa nyumba, ninaweza kuwa sijalipa shule, lakini nikikuja hapa sitaanza kuambia Mungu, tazama sijalipa shule, tazama sina hii, tazama nataka gari, sijui nataka nyumba, mimi ni pastor natembea kwa Mungu hapa. Bwana asifiwe sana. Hizo vitu zote ni nzuri, lakini Biblia inasema katika Matthew chapter 6 verse number 33 ya kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na haki yake, na vitu hizi zingine zote tutaweza kuongezewa. Sasa mtu mwenye hekima anafaa kujiuliza ufalme wa Mungu ni nini? Badala ya kuambia Mungu kutana na mahitaji yangu, jiulize ufalme wa Mungu ni nini? Ni nini hii ambayo Yesu Kristo alisema tutafute, na tukipata hizi vitu zingine ambazo watu wa ulimwengu wanatafutana nazo, alisema zitaongezewa. Unafaa kujiuliza hiyo ni nini? Na kitu kimoja, jibu moja ambao unafaa kujua ya kwamba inatakikana katika ufalme wa Mungu ni ya kwamba ni watu wakaweze kuokolewa. Ukifanyika a soul winner ambaye ni effective, nataka nikwambia kwamba Mungu atakutana na mahitaji yako hata kabla hajaokoka. Mungu hawezi akakubali ugongwe na gari, kwa sababu ukigongwa na gari, nani ataenda kuvua nafsi? Na watu wengi hawataki. Watu wengi wanataka kupatiwa vitu na Mungu, lakini hawajui ya kwamba hata Mungu naye ako na hitaji. Ukisoma Biblia juu ya Hana, alikuwa anaomba Mungu, nipatie mtoto, nipe mtoto. Anarudia, nipatie mtoto tena, nipatie mtoto, nataka mtoto wa kijana, nipatie mtoto, mpaka sauti inapotea. Sauti inakuwa haiko. Mpaka wakati ambao alikuwa quickened na Roho Mtakatifu ya kwamba hata Mungu naye ako na hitaji. Unajua, unafikiriaga Mungu hana hitaji? Mungu pia ako na mahitaji. Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye atasimama kama nabii Israeli, kwa sababu wana wa Eli walikuwa wameshapotoka na wakatoka kwa njia za Mungu. Wakati Hana alisema ya kwamba ukinipatia mtoto wa kijana na mimi nitamrudisha, atakuwa nakaa hapa, nitakurudishia akuwe wako, immediately Mungu akajibu. Lakini wakati ambao alikuwa anaomba mtoto kijana ndio aweze kunyamazisha Penina ambaye alikuwa anamdhihaki kila mara, Mungu hakujibu. Mungu hajipingi manunguniko. Ni vizuri kuweza kukomaa katika mambo ya kiungu na kuelewa yale mambo ambayo Mungu anayahitaji tunayafanya, naye anafanya yale ambayo sisi tunataka bila kuomba. Biblia inasema katika Matthew chapter 2 verse number 18 ya kwamba kilio kimesikika Rama. Rachel anaomboleza kwa ajili ya watoto wake kwa sababu hawako tena. Matthew chapter 2 verse 18. Wakati wa vita ukikuja, watoto ndio wanakuwa the most vulnerable. Hata katika kanisa ukikuja msukasuko, wale ambao hawajakomaa most of the time ndio huwa wanakuwa split, wanatemwa nje. Wakati wa vita watoto wanakuwa vulnerable. Ninakuombea ya kwamba kutoka siku ya leo uweze kukomaa mahali ambapo ulikuwa umebaki. Bwana asifiwe sana. Ninakuingiza into maturity in the things of God. Ikifika ni mambo ni kukutana na mahitaji ya Mungu, kuwa wa kwanza kukutana naye. Wachana na shughuli zingine. Wachana, postpone shughuli zako, ushughulike shughuli za Mungu. Uone vile ambavyo Mungu atakutana na mahitaji yako. Unaweza kuomba ukilia, ukisononeka na kuhuzunika, ukiombea mahitaji yako, lakini Mungu hatasikia. Kwa sababu na yeye anauliza, na wewe nikikutana na mahitaji yako, mimi yangu ni nani atakutana naye? Na niko na mahitaji kama wewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na nataka kuongea tu mambo mawili matatu. Why do we win souls? Kwa nini huwa tunaenda kuvua nafsi? Why do we win souls? Jambo la kwanza, it is the main reason why God became a man. Sijui kama una habari ya kwamba Mungu alifanyika mwanadamu kwa sababu ya souls, kwa sababu ya watu ambao wamepotea. John chapter 3 verse number 16, Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili mtu yeyote
awe ni mlevi, awe ni kahaba, awe ni mshirikina, awe ni msherati, awe ni mtu wa aina gani, mtu yeyote ambaye atakaye muamini awe apate uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Alimtoa mwanawe wa pekee. Sababu moja ambayo ni kubwa sana yenye ilifanya Mungu amtoe mwanawe wa pekee ni ili watu wasiweze kuangamia. Na mtu yeyote ambaye hajaokoka, verse number 17 inasema kwamba for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Mungu hakumtuma mwanawe wa pekee ili aje kuhukumu ulimwengu, lakini Biblia inasema kwamba ni kupitia kwake wale ambao watakao muamini wataweza kuokolewa. Watamwamini namna gani? Kwa sababu wewe umeenda kuambia ya kwamba kuna Yesu na kuna wokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui kama ilikujalisha kama mimi ya kwamba wakati Yesu Kristo alikufa na akafufuka na akakwea juu mbinguni, akapaa juu mbinguni, wanafunzi wake walirudi kazini. Peter akasema kwamba John chapter 21, Yohana 21, kianza kusoma huko juu. Peter alisema naenda kuvua samaki. Ndani usalia samaki. Kwa sababu hii kitu ni kama imeisha. Yesu amekuja, amepigwa, ameteswa, tumeona amefufuka na ameenda mbinguni. Sasa ni kama mambo sasa turejee vile tulikuwa kabla hajatuita. Na yeye Peter akasema naenda kuvua samaki. Na akaenda kuvua samaki. Na wanafunzi wengine wawili watatu wakasema kwamba tunaenda na wewe, na wakaenda. Bwana sasa. Na usiku mzima hawakupata kitu yoyote. Na Mungu akiwa juu mbinguni akaona ya kwamba ajenda yake ya kuvua nafsi, ajenda yake ya kuokoa ulimwengu inaweza kuwa aborted. Akatoka mbinguni akarudi hapa duniani tena. Akakuja akawapata. Verse number 21. Verse number 15. John 21 verse number 15. Akauliza Peter, John 21:15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, alikuwa ametoka mbinguni sasa, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. Verse number 16. He said to him again a second time, do you, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, attend my sheep. Verse number 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my lamb. Yani Yesu Kristo aliona akikaa mbinguni ajenda yake itakwisha, na kwa hivyo akakuja, kwa sababu alikuwa amewachia kanisa Petro. Matthew 16 verse number 18 na 19 hapo anasema kwamba upon this rock I shall build my church and the gates of hell shall not prevail. Alikuwa ameiacha kanisa juu ya mtu anaitwa Petro aweke msingi. Akaona kwamba amerudi katika kuvua samaki badala aende kuvua watu. Na Yesu akakuja akamuuliza, je, Simon mwana wa Jona, unanipenda kuliko hizi vitu? Hizi vitu ni mzuri. Kufanya kazi ni kuzuri. Kutembelewa na wageni Jumapili ni vizuri. Bwana asifiwe sana. Kuwa na shughuli siku ya maombi, siku ya kwenda kuvua nafsi ni mzuri. Lakini Yesu akamuuliza, je, unanipenda kuliko hizi vitu? Unanipenda kuliko faida ambayo unapata kwa samaki? Unanipenda kuliko hii kazi ambayo uko na faida nyingi ya kuvua samaki? Samaki zimekuwa expensive kutoka kitambo. Unanipenda kuliko hii? Hata siku ya leo Yesu anauliza, je, unanipenda kuliko hizi vitu? Unanipenda kuliko hiyo shughuli yenye inafanyanga huwezi enda kuvua nafsi? Unanipenda kuliko hiyo biashara ambayo huwezi ukafunga ukuje katika maombi uombee watu ambao hawajaokoka? Kwa sababu soul winning inaanzia kwa maombi, ndio sasa iende kufanya physical. Do you love me more than this? Hivyo ndivyo Yesu anakuuliza siku ya leo. Je, unanipenda kuliko hizi vitu zote? Bwana asifiwe. Amen. Majibu ni gani?
ama unajua wewe mwenyewe. Philippians chapter 2 verse number 5. Biblia inasema wa Filipi chapter 2 verse 5 mpaka 8. Let this same attitude. Ukisoma kwa toleo la Amplified linaweka vizuri. Let this same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility. Verse number 6. Who, although being essentially one with God, and in the form of God, possessing the fullness of the attribute which make God God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained. Hakuona hiyo kama ni kitu ya kujishikanisha nayo. But stripped himself of the privileges and the rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, a slave, in that he became like men and was born a human being. Verse number 8. And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself still further, and carried his obedience to the extreme of death, even the death of the cross. Paulo alikuwa anasema kwamba tukue kama Kristo Yesu, ambaye hata kama alikuwa kama Mungu kabisa, alikuwa na attributes, yaani zile vitu ambazo zinafanya Mungu kuwa Mungu, alikuwa nazo zote. Anasema kwamba tukue kama yeye. Bwana asifiwe sana. Hakuona kuwa Mungu ikiwa ni jambo la kujishikanisha nacho. Hakuona vile anaabudiwa na kila kiumbe, vile ambavyo anaheshimiwa mbinguni. Hakuona kama hiyo ni kitu. Alikuja hapa duniani, akakubali kuzaliwa kwa familia ambayo haikuwa hata na uwezo mwingi. Alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, mahali ng'ombe hukulia nyasi. Akafanyika mwanadamu, akazaliwa na msichana maskini, akafanyika mwanadamu wa kawaida, ili aweze kuvua nafsi, ili aweze kuokoa ulimwengu, nafsi zisiweze kupotea. Watu ambao hawajaokoka wajuane na yeye, afanyike kama daraja ya kuwashikanisha na Mungu aliyewaumba. Unajua Mungu ni Mungu ambaye ni principle, akona kanuni zake ambazo hazivunjwi. Na Mungu ni mtakatifu. Hapa chapter 1 verse 13 inasema kwamba Mungu ni mtakatifu sana, na macho yake haiwezi ikatazama uovu wa aina yote. Kwa hivyo Mungu yeye ni mtakatifu, na hakuna vile ambavyo angeweza kusamehea ulimwengu bila kuwa na mtu ambaye ameweza kusimama kwenye pengo, alipe gharama, atulize ghadhabu yake. Na akaona ya kwamba watu wameshindwa kufuata sheria, na akaona ya kwamba watu wanapeleka kondoo kila mwaka ndio waweze kusamehewa dhambi zao. Akaona hiyo haiendi kwa muda mrefu, akaona ya kwamba haitoshi, na kwa hivyo akaona ile kitu pekee yake yenye ninaweza nikafanya, kwa sababu ninapenda ulimwengu. John 3:16, for God so loved the world. Kwa sababu ninaupenda sana ulimwengu, itabidi mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ni Mungu, nifanyike kama mwanadamu. Alafu kwa sababu mimi ni Mungu, nikae maisha bila kufanya dhambi yoyote, kwa sababu mimi ni Mungu. Hakuna mtu mwenye anaweza kuishi bila kufanya dhambi isipokuwa Mungu. Yesu Kristo hakufanya dhambi hata moja, kwa sababu yeye ni Mungu. So akaishi bila kufanya dhambi, ndio mtu mwenye mwanadamu ambaye atamkubali, badala ya Mungu kuona huyo mwanadamu, aone huyo Mungu ambaye amemkubali. Unaona hekima ya Mungu? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kumkaribia Mungu pasipo Kristo Yesu, pasipo kumkubali Mungu Yesu Kristo. Akaona ya kwamba kwa sababu ninatamani wanadamu wote warejee kwangu, basi mimi mwenyewe nitafanyika mwanadamu, ndio mtu ambaye atakuwa mwanadamu anikubali, basi tutareconcile na yeye. Sisi ambao tumeokoka, si kwamba we are perfect, we are not. Lakini Mungu akitutazama, anaona mwanawe Yesu Kristo ambaye hana dosari, ambaye hana dhambi,
ambaye hana mawaa anatukubali kwa sababu yake, kwa sababu akituangalia anamuona yeye. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana ni vizuri kila mmoja aweze kuhubiriwa injili ili aweze kujua huu kweli na aweze kujua ndio maana kubwa ambayo ilifanya Mungu aweze kuja hapa duniani. Akawacha vitu vyote mbinguni, akawacha barabara za dhahabu, akakuja kufanyika mwanadamu, akakuja kutembea na barabara katika street za Kapernaum, mpaka mtu ambaye ni kahaba anaona vile amejitupia vumbi, anaenda kumpanguza na nywele yake, na ni Mungu ambaye amewacha barabara ya dhahabu mbinguni. Bwana asifiwe sana. Luke chapter 19 verse 10. Luka 19 mstari wa 10. 19:10 ya Luka, Biblia inasema the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Mungu amekuja kutafuta na kuokoa wale ambao wamepotea. Atawatafuta namna gani? Ni mimi na wewe atatumia. Tusipokubali kutumika na Mungu kutafuta wale ambao wamepotea, basi haiwezekani tumpendeze. Lakini tukikubali kutumika kutafuta wale ambao wamepotea, Mungu atapendezwa nasi. Mungu atupatie neema ya kuvua nafsi kila mara, kila wakati. Hata kazini kwetu ifanye ya kwamba utatafuta njia jinsi ambavyo utaambia kila mtu juu ya wokovu. Hubiria kila mtu, hata kama hawataokoka, wewe wahubirie, ndio ikuwe uliwahubiria, ndio ukue ulipanda mbegu ndani yao. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao hawaokoki mara moja, unamwambia juu ya Yesu Kristo, alafu ataokoka baadaye kwa sababu umepanda mbegu ndani yake, na ni vizuri kuliko kutomwambia. Jambo la pili, kwa nini huwa tunavua nafsi? Every soul carries the image of God. Why do you mean souls? Every soul carries the image of God. Kila nafsi, kila mwanadamu, awe mweusi, awe mweupe, awe mrefu, awe mfupi, awe anakaa namna gani, anabeba sura ya Mungu. Sababu Biblia inasema katika Genesis chapter 1 verse number 26 na 27, and God said, Genesis 1:26 na 27, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female he created them. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanasema kwamba wanawake hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu, Biblia inasema kwamba male and female he created them. Aliwaumba wote kwa mfano wake. Wakati ambao sisi tunatazama watu huko nje na tunaona walevi, tunaona washirikina, tunaona washerati, tunaona watu waongo, tunaona watu wabaya, Mungu akiwaangalia anaonanga uso wake, anaonanga image yake, anaonanga watoto wake ambao wamepotea, ambao hawana mtu wa kuambia hii ndio njia. Na kama vile ambavyo sisi tunapenda watoto wetu, kuna watu ambao ukiguza mtoto wake anaweza kukuhurumia kama simba kwa sababu umeguza mtoto wake. Hivyo ndivyo Mungu pia anapenda watu. Ni vile tu hawezi akafanyika mwanadamu tena kuja waambie, lakini sasa anakaa ndani yetu na anatutegemea sisi tuende tuambie vile Mungu anavyowapenda. Kama vile ambavyo ukisikia hata mwalimu alipiga mtoto wako na mtoto wako alikuwa amekosea kweli, lakini bado unasikia vibaya, unaona ni kama hangepigwa, afadhali ungeambiwa ujipigie. Hivyo ndivyo Mungu anasikiaga akiona watu ambao wamepotoka, watu ambao wamewekwa kwa vifungo, watu ambao wamewekwa kwa magereza. No wonder alisema katika Luke chapter 4 verse 18 ya kwamba Roho Mtakatifu ako juu yangu, amenitilia mafuta,
Akasema kwamba ali aweze kuhubiri habari njema kwa maskini, na akasema kwamba ili pia akaweze kufungulia wote waliowekwa kwa magereza. Bwana asifiwe sana. Magereza yale Yesu alikuwa anaongea juu yake sio magereza ya wafalme, ni magereza ya kiroho, ni magereza ya pombe, magereza ya dhambi, magereza ya addictions za dhambi za kila aina. Hizo ndio Yesu alikuwa anaongea juu yake. Na wapendwa, anatutegemea sisi, mimi na wewe, tukaweza kutekeleza hayo majukumu ya kuvunja hayo magereza na kusema wachilia watu wangu waende. Kama vile Musa alienda kwa Farao na akaambia Farao, let my people go. Siku ya leo mimi na wewe we are deliverers. Obadiah 1:17 Biblia inasema kwamba upon Mount Zion kutainuka wakombozi. Mimi na wewe ni wakombozi ambao tutaenda kwa mji, tutaenda kwa boma, tutaenda kwa barabara na tuambie shetani, let my people go. Wachilia watu wa Mungu waweze kwenda. Wacha watu wa Mungu waweze kujuana na Mungu wao. Haleluya. Kila mmoja anataka kuokoka. Kila mmoja anaweza penda kujuana na Mungu. Kila mmoja anaweza penda kujuana na baba yake. Kwa sababu hata katika maisha haya, mtoto ambaye hajajuana na baba yake, hata kama baba yake ni tajiri namna gani, utarealize ya kwamba huyo mtoto anakaa maisha mabaya, anakaa maisha ya kuonewa, anakaa maisha ya shida, bado anasumbuka. Lakini at the moment amejuana na baba yake, maisha yake yanabadilika. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu wakijuana na Mungu na wakuwe na uhusiano na yeye wa karibu, maisha yao itabadilika kwa sababu wamejuana na baba yao. Wamejuana na Mungu mwenye wanafanana na yeye. Niliona mtu mmoja ambaye kitambo kidogo alikuwa na trend anafanana na rais mstaafu, na ikasemekana kuna kwamba ni baba yake. Wakati ambao alirudiana na huyo baba yake, rais mstaafu, siku hizi sidhani kama anakunywanga tena kama kitambo. Hiyo siku tu alipatiwa gari mpya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu amejuana, amerejeshwa kwa baba yake. Mtu akiokoka anakuanga amerejea kwa baba yake. Mwana mpotevu Luka 15 kuanzia mstari wa 11 aliporejea kwa baba yake, mambo yale ambayo alikuwa ameyafanya mabaya haikuangaliwa, lakini baba yake alimwandalia karamu, akamchinjia ng'ombe mmoja wa wale wanono sana, akamfanyia karamu kubwa na akaweza kumrejesha katika nafasi yake. Watu wakirudiana na Mungu wao, wakirudiana na baba yao, maisha yao inakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana Mungu aliweza kuja hapa duniani. Hiyo kazi ya kufanya wajuane ni mimi na wewe tutafanya, kwa sababu kila mmoja amebeba sura ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Pokea neema ya kuvua nafsi katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema ambayo ilikuwa na Yesu Kristo. Akaona ya kwamba kuitwa Mungu na kukaa mbinguni sio jambo la kujishikanisha nalo. Akakuja hapa duniani, akafanyika mwanadamu ili watu wasiweze kupotea. Ukisoma Revelation chapter 4 mstari wa 10 na 11 inaongea juu ya wazee 24 ambao huwa wamekaa katika kiti cha enzi wakimwabudu Mungu. Wanasema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Imagine Yesu aliwacha hiyo privilege. Aliwacha akakuja hapa duniani ndio aweze kuokoa mwanadamu. Ukikuwa na mentality ya aina hii na tuseme tu ya kwamba tunaenda solini, haitakuwa shida kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbinguni watu wale ambao huwa wamepewa, malaika wale ambao huwa wamepewa privilege ya kusimama mbele za Mungu, wanakuwa ni malaika ambao ni rangi. For example, kama Gabriel, wakati ambao alikuja kwa Zekaria, ukisoma Luke chapter 1 verse 19, alisema kwamba mimi ni Gabriel, I am Gabriel. Akasema kwamba mimi huwa ninasimama mbele za uwepo wa Mungu na nimekuletea habari njema na umekataa. Kutoka leo hautaongea tena mpaka hii mambo itimie. Gabriel alikuwa na nguvu za kuhukumu Ezekiel na akasema kwamba atakuwa bubu mpaka John azaliwe. Kwa nini? Kwa sababu huwa anasimama katika uwepo wa Mungu. Na sasa Mungu huyo ambaye mtu mwenye anasimama mbele zake katika madhabahu ya mbinguni
anakuwa mtu mwenye nguvu sana. Anawacha hiyo kiti, anakuja anazaliwa kama mwanadamu kwa sababu ya nafsi. Anawacha hizo heshima zote kwa sababu ya mimi na wewe, kwa sababu ya walevi, kwa sababu ya makahaba, kwa sababu ya watu ambao wamepotea. Anawacha hiyo privilege zote. Bwana asifiwe sana. Genesis chapter 3 verse 8, Biblia inasema kwamba at the cool of the day Mungu alikuwa anaenda kutembelea mwanadamu kwa sababu ya vile ambavyo anampenda. Kama vile wewe unapenda huyo mtoto wako, unaona kama mnafanana, ukimwangalia unasema asante Mungu, ulinibariki na mtoto mzuri. Hivyo ndivyo Mungu anaangalianga ulimwengu. Watu wakiangamia, anasema laiti kama kungepatikana mtu aende awaambie hawa jinsi ambavyo ninawapenda. Aende tu awaambie neno langu, kwa sababu neno langu ni mimi mwenyewe. Awaambie neno langu, halafu hilo neno liwaokoe, wanirejee mimi, kwa sababu ninawapenda sana. Bwana asifiwe sana. Mungu anawacha malaika wakiinama na kuinuka, anakuja kutembelea mwanadamu kwa shamba la Edeni. No wonder Psalms chapter 8 mstari wa 5 wa 6 hapo, ina mwandishi wa Zaburi alikuwa anauliza, na kwa nini mwanadamu ni nini ambaye umempenda namna hii? Bwana asifiwe sana. Mungu anapenda mwanadamu kwa sababu amebeba uso wake, kwa sababu amebeba sura yake. Mungu akiona ulimwengu, anaonanga watu ambao wanakonda sura yake, watu ambao wanamfanana. Ukitaka kujua vile Mungu anakaa, angalia mimi na wewe. Mungu anakaa, na akituona anaonanga watoto wake, anaonanga watu ambao wamebeba DNA yake, na kwa hivyo anatamani watu wote wakaweze kujuana na yeye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na jambo la mwisho ndio tumalizie, why do we mean souls? It is because souls means more than the whole world to God. Nafsi za watu hao wenye unaona wanamaanisha kitu kikubwa sana kuliko ulimwengu wote kwa Mungu. Hakuna kitu ambacho kwa hii dunia kina udhamana mkubwa kuliko nafsi ya mwanadamu. Noa na Yesu walisema kwamba wakati mtu mmoja ameokoka, dunia mbinguni kote huwa wanasherehekea. Luke chapter number 15. Heaven huwa inasimamisha shughuli na kunakuwa na shangwe na deremo. Ni hapa tu mtu akiokoka tunaona kana kwamba ni kawaida. Lakini mbinguni wakiona mtu mmoja amesema kutoka siku ya leo nimemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kila kitu kinasimama. Kwanza wanasherehekea, wanasema we have won once. Bwana asifiwe sana. Ukitaka mbinguni kukae na sherehe kila mara, kuwa mtu wa kuvua nafsi. Na kama utafanya mbinguni kusherekea kwako hakuwezi kuombolezwa, Mungu hatakubali. Kama utafanya mbinguni kuwe na sherehe mara kwa mara, Mungu hatawahi kubali wewe uwe na huzuni. Mungu hatawahi kubali wewe uwe mtu wa kulia kila mara. Mungu hatawahi kubali ufungwe na madeni na mapepo na shida za aina nyingi. Mungu atakutana na mahitaji yako. Mungu hawezi kubali atukufie kwa barabara wengine wakifa, kwa sababu anajua huyu ni mtu ambaye ni wa dhamana. Akiwa duniani anafanya huku mbinguni tufurahie, anafanya mioyo yetu ifurahie tukiwa mbinguni. Kwa hivyo Mungu ata make sure ya kwamba amekulinda na amekuhifadhi. Ukisoma Mark chapter 8 verse number 36 and 37, Mark 8:36 and 37, for what shall it profit a man, huyu ni Mungu anaongea, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Yesu alikuwa anauliza, sasa mtu inaweza kumfaidi nini akipoteza nafsi yake alafu apatiwe ulimwengu huu wote uwe wake? Kumaanisha kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anavali kuliko soul ya mwanadamu. Na watu wengi hawajui, ndio maana wanauza soul zao kwa shetani, wakifikiria tu it is just another thing. Juzi niliona watu wanakuwa scanned macho yao, wanapatiwa 5,000 na wanasema kwamba wameuza soul yao for 5,000, na wanasema as long as bado ninaishi sina shida, kwa sababu hawajui udhamani. Yesu alikuwa anauliza itamfaidi mtu nini
Hata kama anaweza pewa ulimwengu huu wote wa mpaka Amerika, pewe China, pewe wapi mwingine, na huo unatamani kweli. Ni kweli ile Singapore, upatiwe Australia. Yesu alisema hata ukipewa hizi vitu zote, hayo mataifa yote yawe yako, lakini upoteze nafsi yako, hakuna faida. Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu ni ya muhimu sana, ni ya maana sana kuliko ulimwengu wote ukiwa umewekwa pamoja. Ndio maana ni lazima twende tukavue hizo nafsi ambazo ni za muhimu kiasi hicho. Nataka kufungua mawazo yako uelewe ya kwamba Mungu huwa anaangalia watu kwa udhamana kiasi gani, na wewe pia uanze kuangalia kwa huo udhamana. Bwana asifiwe sana. Ukiona dhahabu iko mahali na inaelekea kuingia kwa mto iende na maji, utajaribu vile ambavyo utafanya ndio isiingie kwa maji ama kwa shimo ipotee, kwa sababu unajua ni ya thamani. Hivyo ndivyo unafaa kuona nafsi, uelewe ya kwamba ni za maana sana mbele za Mungu. Watu ni wa muhimu sana mbele za Mungu. Na ukianza kuona in that dimension, itakuwa rahisi kwako na kwako kuvua nafsi bila hata kusukumwa. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atufungue macho katika jina la Yesu Kristo. Ezekiel chapter 18 verse number 4. Biblia inasema, behold, all souls are mine. All souls are mine. Nafsi zote Mungu anasema ni zangu. Na angetamani watu wote wajuane na yeye. Angetamani watu wote wamjue. Shida ni nani atakayewaambia habari njema? Unajua jina gospel, ukiangalia na Greek ni jina evangelion. Evangelion ni kusema too good to be true. Unasikia? Good news ambazo ni mzuri sana mpaka mtu anaweza kosa kuamini. Imagine Mungu akisema kwamba wewe ni mwana wangu, wewe ni mtoto wangu, wewe ni boni ya jicho langu. Ukiangalia unaweza ona ni kana kwamba si kweli. Imagine Biblia inasema kwamba Mungu amekupatia uwezo wa kuwa a partaker of his divine nature. Ukiangalia unaona ni kama haiwezekani. Imagine Mungu akisema kwamba nimekuumba kwa sura yangu mimi mwenyewe, kwa mfano wako mimi mwenyewe. Imagine Mungu akisema kwamba nimekupatia dunia mzima, ukue na dominion, ukue fruitful. Nimekupatia utawala juu ya vitu vyote zinatambaa kwa dunia na hata chini ya bahari na kila kitu na ndege zote wa angani. Si unaona unaweza kosa kwa nini? Injili ni mzuri sana kiasi kwamba inakaa ni kana kwamba si kweli, lakini ni ukweli wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Na kila mmoja anafaa kusikiza hii habari. Kila mmoja anafaa kusikiza habari njema. Anafaa kusikia habari hii ya kwamba Yesu Kristo alimkufia msalabani kwa ajili ya dhambi zake. Huwa ninasema mara nyingi ya kwamba wokovu ni vile kama vile tu mtu anaweza kuwa amekosea mwingine na huyo mtu amsamehe kutoka ndani ya moyo wake, lakini yule aliyekosea akatae huo msamaha. Ulimwengu mzima umesamehewa dhambi zao. Shida ya ulimwengu ni kwamba hawajaweza kukubali huo msamaha. Sasa tunapoenda huko nje, tunaenda kuambia watu ya kwamba haijalishi umekosa kiasi gani, haijalishi umefanya dhambi mara ngapi, haijalishi umefanya dhambi mbaya kiasi gani, Mungu amekusamehea. Kubali huo msamaha, fanyika tena, rejea kwa baba yako aliyekuumba. Haleluya. Ukisoma Mark chapter 5 mstari wa 8 mpaka 13, some nafikiri hii ndio maandiko ya mwisho ndio tutasoma. Inaongea juu ya mtu ambaye he said to him, come out of the man and in spirit. Then he asked him, what is your name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. Verse number 12, Mark 5:12. So all the demons begged him, saying, send us to the swine, that we may enter them. Verse number 13. And at once Jesus gave them permission.
The unclean spirit went out and entered the swine. There were about 2,000, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. Huyu ni Yesu Kristo ambaye aliona mtu mwenye mapepo na ikaanza kumwambia ya kwamba usitutoe. Yesu hata hajaongea. Mapepo ilimuona tu ikaanza kusema kwamba usitufukuze kutoka kwa hii maeneo. Bwana asifiwe. Kwa sababu walibeba nguvu. Haleluya. Si Mungu atusaidie hata sisi tubebe nguvu nyingi. Ya kwamba tukienda huko nje si lazima tushauti. Unajua nguvu za Mungu haziko kwa sauti kubwa. Sauti kubwa ni mzuri. Bwana asifiwe. Unajua siku hizi tunasemanga mapepo inatakanga kushautiwa na nguvu ndio itoke. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kiwango kimoja, lakini kuna kiwango kingine ambao umeingia ambayo hauhitaji hata kuongea. Yesu Kristo hakuwa anaongea, alikuwa tu anatembea. Mapepo ndio ilimuona ikaanza kuongea. Ikaanza kusema usitutese. Tunajua wewe ni nani. Naye anawaambia nyamazeni. Na ikaanza kumwambia tunajua utatutoa, lakini usituambie tutoke haya maeneo. Na mapepo ika-advise, ikajitetea, ika-advise Yesu ikamwambia pale kuna nguruwe zinakula pale. Nguruwe 2,000. Turuhusu tuingie kwa hizo nguruwe. Tutoke kwa huyo mtu tuingie kwa hizo nguruwe. Na Yesu akaziambia basi, endeni hivyo mmesema. Na zikaingia kwa zile nguruwe 2,000, nguruwe zikaingiwa na mapepo na zote zikaingia kwa bahari kwa hapo karibu na zote zikaangamia. Sasa emphasis yangu ni kwamba Yesu amekubali mtu mmoja aokolewe. Nguruwe 2,000 ziangamie. Enda ufanye hesabu yako kwa sababu hatuna wakati. Cost ya nguruwe moja ni pesa ngapi? Bwana sasa. Ukiwa umelisha nguruwe imekomaa, jiulize hiyo nguruwe ni pesa ngapi? 60,000 times 2,000. Mbona ni pesa ngapi? Piga hesabu wewe mwenyewe na usinijibu. Yesu alikubali hiyo pesa yote ipotee ya mkulima. Hata hakujali huo mkulima atafanya nini ama atafunga biashara yake ya kufuga nguruwe. Alikubali hizo pesa zote ziangamie katika bahari. Ndio mtu mmoja. Sio watu watatu. Sio watu watano. Sio watu 10. Mtu mmoja aokolewe, mmoja hivi kama kidogo. Akuwe safe. Kwa sababu ya vile ambavyo Mungu anavali mwanadamu. Ukishajua hivyo mpendwa, tukisema tunaenda door to door, utasema tuwe tunaenda kila siku. Kama venye Petro aliambia Yesu, kama usiponiosha miguu sitakuwa na kitu na wewe, afadhali basi unioshe mpaka kichwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu souls are very important. Ni za muhimu sana. Watu ni wa muhimu sana mbele za Mungu kuliko vile ambavyo unafikiria. Ukifanya hiyo hesabu utaelewa vile ambavyo mtu ni wa muhimu. Yesu alionelea aokoe mwazimu mmoja, lakini hizo nguruwe zote ziangamie. Hiyo faida yote iangamie. Na haikuwa shida kwa sababu wanapenda wanadamu. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 4, Biblia inasema, therefore I exhort first of all that supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men, for kings and for all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of our God and Savior. Verse number 4 ambao ni emphasis yetu, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. God desires all men. Mungu anatamani watu wote. Hebu sema watu wote. Sema na nguvu, watu wote wajuane na yeye na wakuje kwake. Anatamani hivyo Mungu akiwa juu mbinguni. Na mimi na wewe ndio natazamia tuende tukawaambie ya kwamba Yesu alifia msalabani, akafufuka na anawapenda. Ndio wakubali na warejee kwa Baba. Kwa sababu anatamani watu wote wajuane na yeye. Bwana sasa. Kutoka siku ya leo ninakuweka mzigo kwa moyo wako ya kwamba ukiona mtu ambaye hajaokoka, ukiona mtu ambaye ni mlevi,
ukiona mtu ambaye ni mbaya, ukiona mtu ambaye ni msengenyaji, ukiona mtu ambaye anafanya dhambi ambayo haupendi, hautakuwa unamchukia, lakini utakuwa unamuombea ya kwamba Mungu akamuokoe, akamkomboe kutokana na hiyo tabia, na with time uanze kumhubiria pia na aweze akaokoka. Ninakuombea neema ya kwamba utakuwa na shauku ya kuweza kuona watu ambao umewaleta katika ufalme wa Mungu na wamekuwa katika uhusiano na Mungu ambaye ni baba yao, katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu ainue watu ambao watakuwa na burden kwa sababu ya souls ambazo zimepotea, kama vile ambavyo yeye mwenyewe alikuwa na mzigo na hao watu, kama vile ambavyo yeye mwenyewe ako na mzigo hata sasa kwa ajili yetu, kama vile ambavyo yeye mwenyewe anatamani watu wote waweze kumrejea. Situwe pia na mzigo wa kutaka watu wote warejee kwa Mungu. You make up your mind, hata si leo peke yake, ya kwamba kila wiki nitakuwa nahubiria watu wawili, nitakuwa nawaambia habari njema, nitakuwa ninawahubiria, nitakuwa navua nafsi, hata kama ni mbili, hata kama ni moja kila wiki, na unafuatilia. Bwana asifiwe sana. Katika jina la Yesu Kristo, tusimame tu juu na miguu yetu tunapomalizia katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu ya kila mmoja wetu.